Karibu tena. Na sasa tujitose kwenye siasa ambapo familia ya hayati Raila Odinga imejiunga kwenye vuta ni kuvute ya kuchukua nafasi ya Odinga kwenye siasa za Kenya na haswa kwenye siasa za Luo Nyanza na pia mwelekeo wa chama cha ODM kwa jumla. Kuanzia seneta wa Siaya Oburu Oginga kutawazwa kama kaimu kiongozi ama kutawazwa kama kiongozi wa chama cha ODM, dadake Ruth Odinga akikabidhiwa nafasi ya naibu katibu wa mipango katika chama hicho, Winnie Odinga kuwa na usemi kwenye chama cha ODM, na fununu zikieleza kuwa mama Aida Odinga pia ana usemi kuhusu shughuli chamani humo. Je, familia ya Odinga itaamua mwelekeo wa siasa za Nyanza na Kenya kwa jumla? Mwanahabari wetu Daniel Kariuki anatathmini haya. Then Senator Dr. Oburu Oginga. Siku chache zilizopita kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na familia ya hayati Raila Odinga kutoa mwelekeo wa siasa za Kenya. Lakini mwelekeo wa chama cha ODM na siasa za Luo Nyanza zimekuwa zikiibua mjadala. Familia ya Odinga inaonekana kila mmoja kuvuta kwake. Macho yote yakielekezwa kwa seneta wa Siaya Oburu Odinga, dadake Ruth Odinga, mbunge wa Yala Winnie Odinga na mamake Ida Odinga kwa mabadiliko ambayo yanaonekana ya kisiasa. Ingawa Raila Junior hajahusika pakubwa kwenye mabadiliko yanayoonekana, matamshi yake kwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuwa anatazamia kuandaa kikao naye kujifunza mawili matatu ya kuwa mzee wa jamii ni dhahiri angependa kujitosa siasani. Mwelekeo wa familia ya Raila kuingia kwenye siasa na kurithi eneo lake la kisiasa linaweza kufananishwa na Raila Odinga alivyochukua nafasi ya babake Jaramogi Odinga, hatua ambayo ilihakikisha kuwa familia hiyo imesalia siasani. Matamshi ya Winnie kuwa kulikuwa na haja ya kongamano la wajumbe wa ODM NDC ili kutoa mwelekeo wa chama, wadadisi wamesema kuwa inadhihirisha kuwa ana uwezo wa kuchukua nafasi ya Odinga. To go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Kulisikia mtoto yangu Winnie akisema ati Raila alikuwa hapo na sasa tutafute mwingine kusaidia kuendelesha hii broad-based government. Ninamwambia hiyo mtoto yangu tutaongea na yeye kinyumbani. Hata hivyo matamshi haya hayakufurahisha baadhi ya wajumbe wa ODM, akiwemo mwakilishi wa wadi ya Kileleshwa Robert Alai ambaye alisema hakuna yeyote ambaye ana uwezo wa kuchukua nafasi ya Raila Odinga. Kwa upande wa Ruth Odinga, amekuwa mstari wa mbele kukashifu wabunge ambao wanaunga mkono kusalia ndani ya mkataba wa ODM na UDA mwaka 2027. Wengine wanapita hapa na one term, wengine na two term, wengine wanasema nani. Hiyo ndio ODM. ODM inatakikana kila mtu anachangamka hivyo. We cannot say that as ODM we just want to be there. We just want to be there. We don't want power. We want power. Tayari kuna hoja iliyowasilishwa na kikundi kinachoongozwa na Rachel Mutinda ikipinga Oburu kuchukua nafasi hiyo, wakitaka kujiondoa kwake mara moja chamani, wakidai amekiuka sheria na katiba ya chama. The possibility of ODM splitting is very real, very real. Given the quick takeover, forceful takeover, by the Gladys Wanga group, that shows you that because they have bypassed the party constitution. The party constitution does not provide for Oburu to come in from outside. The party constitution provides for one of the deputies to act in the absence of the party leader. That has not happened. Swali linalosalia ni je, ni nani atakayechukua nafasi ya Raila Odinga kwenye familia ya Odinga? Daniel Kariuki, KTN. Tukisalia kwenye mihemko ya siasa za ODM, baadhi ya wabunge wa ODM wanataka wafuasi